Na karibu ndugu mtazamaji katika mwendelezo wa masomo yetu yanayohusiana na afya kutoka hapa Erasto Bay Food Product. Natumai una afya njema kabisa. Ni siku nyingine tena tunashukuru Mungu wetu kwa kutupatia nafasi hii ya kipekee na afya njema. Hakika Mungu wetu anastahili sifa na utukufu. Kwa siku ya leo nataka nikuelekeze vitu ambavyo ni hatari sana kwa figo zako. Vitu ambavyo ni hatari sana kwa figo zako. Unaweza ukafika sehemu labda hotelini ukakuta watu wanakula. Unakuta mtu ameagiza mishikaki, either chipsi, ana soda ya baridi, alafu ana chumvi mbichi pembeni, kwa hiyo anachovya namna hiyo, anakula, anachovya namna hiyo. Hii ni hatari sana kwa figo. Chloride na sodium direct ikiingizwa mwilini ni hatari sana kwa sababu inatumia maji kwa kiasi kikubwa. Figo zako zitaathirika. Usipendelee kutumia chumvi mbichi ndugu mtazamaji. Hii ni hatari kwako. Utafelisha figo zako muda si mrefu. Matumizi ya sukari nyingi kupita kiasi, common sugar, iwe ni sukari ya aina gani, endapo utatumia kupitiliza, inaweza kaathiri figo kwa kiasi kikubwa. Matumizi ya madawa ya kupunguza maumivu ama kuondoa maumivu, tena unatumia mara kwa mara bila hata ushauri wa daktari. Wewe unabugia tu, unanunua dawa ili mradi upunguze maumivu kama ibuprofen, diclofenac. I say ni hatari sana kwa figo zako. Uwe makini. Matumizi ya pombe kupita kiasi, alcohols. Unakunywa sana pombe kupita kiasi kwa muda mrefu mara kwa mara, inaweza kaathiri figo zako kwa kiasi kikubwa. Uvutaji wa sigara, cigarette, inaweza kaathiri figo zako kwa kiasi kikubwa. Kutokunywa maji vizuri kwa kiasi kinachotakiwa ni hatari kwa figo, kwani figo itashindwa kuchuja sumu vizuri. Matumizi ya vyakula ambavyo vimesindikwa kwa kiasi kikubwa. Kila siku naishi na vyakula vya supermarket. Tunasema zile ni fast food, ni shortcut. Ni shortcut food. Ni hatari sana kwa afya yako wewe. Figo itaathirika. Zina contain sodium nyingi, chumvi nyingi na vitu vingine vya namna hiyo. Chemically, preservative chemicals. Ni hatari kwa figo zako. Figo inahitaji vitu fresh. Kula matunda, mboga za majani fresh. At least inaweza kusaidia. Maambukizi yasiyotibiwa kwa muda. Mfano, yani hizo infection. Unakuta una UTI, urinary tract infection, isiyotibiwa. Magonjwa kama PID. Yaani maambukizi fulani ambayo yanataka kukomaa au kuchukua muda mrefu katika mwili wako, hasa kwenye mfumo wa kibofu au mfumo wa mkojo, inaweza ikaathiri figo zako. Yaani wengine wanahisi kuwashwa huku. Unasikia kama unawashwa kwa ndani lakini uweze ukakuna. Figo zinapata shida, inflammation. Unaweza kupata shida kwa namna moja ama nyingine. Zile steroids pamoja na dawa za kutunisha misuli au kuongeza misuli, kuna baadhi ya watu wanatumia sana, wanaofanya mazoezi, wanaonyanyua vyuma, bodybuilder. Uwe makini. Mwisho wa siku ukishakuwa mtu mzima unaweza ukaathirika sana au ukapata maumivu au ukapata magonjwa ambayo ni hatari kwenye figo na sehemu zingine. Unywaji wa chai kupindukia, vinywaji vya sukari kupita kiasi, stimulating beverages. Kama unatumia hivi vitu kwa kiasi kikubwa, unaathiri figo zako. Alafu unakuta muda mwingine haunywi maji ya kutosha. Hii inaweza kukuathiri sana, ikakuletea shida na ukaumiza figo zako. Matumizi ya maji machafu, hasa wale wanaoishi kanda ya ziwa ama baharini. Unakuta mtu anakunywa maji bila kuyachemsha, itaathirika tu. Na wale watu ambao wako katika maeneo ya migodini, yani machimboni, wanapata maji ambayo si salama. Na kwa siku ya leo sina la ziada. Nilikuwa nakuelekeza vitu ambavyo ni hatari sana kwa figo zako, yani kidneys. Usisahau kusubscribe, kushare na comment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.